Ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe. Hapa niko najibu kuhusiana na huyu ndugu aliyeuliza kuhusiana na kunena kwa lugha. Wakorintho wa kwanza 14 aya 20 nasema hivi: ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Aya 21, imeandikwa katika Torati, nitasema na watu hawa kwa watu wa lugha nyingine na kwa midomo ya wageni, wala hata hivyo hawatanisikia, asema Bwana. 22, basi hizi lugha ni ishara, si kwao waaminio, bali kwao wasioamini. Lakini kuhutubu si kwa ajili yao wasioamini, bali kwa ajili yao waaminio. 23, haya ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja, na wote wanene kwa lugha, kisha ikawa wameingia watu wajinga au wasioamini, je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Manake kukiwa ndani ya kanisa mmekusanyika hapo, ina maana wajinga wameingia, wamekuta mnanena kwa lugha wote pamoja, si wanasema mmewazimu kwa sababu hakuna wakufasiri? Aya 24 inasema hivi: lakini wote wakihutubu, kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga, abainishwa na wote, ahukumiwa na wote. Aya 25, siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifudifudi na kukiri ya kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. 26, basi ndugu, imekuwaje mkutanapo pamoja, na kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri? Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. 27, kama mtu akinena kwa lugha, sikiliza hapa 27, kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja kati yao na afasiri. Manake mnapokutanika hapo na kuna kunena kwa lugha, awe mmoja kati yenu wa kufasiri. Maana yake anayekuwa hapo ni wa kufasiri, ili wote wabarikiwe, wamtukuze Mungu, ili wote walioko hapo wajue ni kitu gani kinaongelewa. Aya 28 inasema hivi: lakini asipokuwapo mwenye kufasiri, na anyamanze katika kanisa, aseme na nafsi yake, tena na Mungu. Maana yake kama kuna watu wananena hapo na hakuna kufasiri, maandiko yanasema anyamanze katika kanisa. 29, na manabii wanene wawili au watatu, na wengine wapambanue. Maana kama manabii wanene wawili au watatu, na wengine wapambanue. 30, lakini mwingine aliyeketi akifunuliwa neno, yule wa kwanza na anyamanze. Kwa maana aya 31, kwa maana ninyi nyote mwaweza kuhutubu mmoja mmoja, ili wote wapate
kujifunza na wote wafarijiwe. Maana yake mtu anapokuwa ananena kwa lugha au mwingine wa kufasiri, ili wote wapate kufanyaje? Kufarijiwa, waelewe ni kitu gani kinaongelewa, ili waweze kumtukuza Mungu kwa pamoja. Amina.